ndani ya nyumba tena. Sauti ambayo unasikia mitamboni ni sauti mwanaume hapa ni Tifaru DJ. Mimi natokea DC Production, jumba la burudani kama kama dawa kama kawaizo. Ndani ya nyumba tena tuko na kazi bomba sana hapa. Ikiwa katika episode 2 ya 4 tunaendelea kutamba na My Diamond in the Chosen One. Kumbuka imeandaliwa kitaalamu zaidi katika mitambo bomba sana. Cha msingi endelea ku like, ku comment, ku subscribe ili mambo endelee kwa sawa zaidi. Usiguse kidude, tunaonga pale ambapo tulishia katika episode ya 3 ili kupata muktadha wa kile ambacho kiliko pale. Basi bwana mdogo alikuwa anahitaji kutoka kwenda katika miongoni mwa watu ambao alikuwa amesaini nao mkataba ili aweze kukiri kwa kile ambacho mkifanya, lakini sehemu ambayo alienda alikutana na kizaza kizito, kwani watu hao walikuwa wako tayari juu ya kumwelewa kwa kile ambacho anakisema. Wasema kwanza mkataba wenyewe umekuwa ni wa kijinga na kipumbavu tu, kwani umekuona vigezo ambao vinaonesha viko kwa ajili ya kumfavor mtu ambaye ni kama ana sign deal. Sasa ilikuwa ni dharau kubwa sana kwa bwana mdogo, na hapa walihitaji kumwadhibu bwana mdogo kwa kile ambacho anakifanya, wakidai ya kwamba ni kama uonevu tu ambao upo ndani ya mkataba. Basi bwana mdogo ufahamika kwa jina la Gon alipambana sana na Twa, lakini kumbuka kwa sasa ile nguvu ambayo alikuwa nayo ni kwamba ipo hivyo anashindwa kupambana vyema na Twa. Kitu pekee ambacho aliona kinaweza kumsaidia ni kutafuta tu nafasi ya kuweza kuepuka msala wapa. Aliweza kuchomoka na kuruka katika eneo la Deisha, lakini anamwambia kitu kimoja tu, kwa sasa naondoka, ila wakati unaokuja tarudi kwa ajili ya kumaliza kazi yangu. Basi moja kwa zote upande wa pili kwa bibi akiwa tayari yuko na secretary wake karibu zaidi. Hapa alikuwa anahitaji kupata mwongozo wajua nini ambacho kinahitajika katika kikao kimoja maalum sana, kwani inaonekana memba ambao wanafanya nao kazi wanamsubiri sana katika eneo la kikao, kwa sababu maagizo kutoka kwa madam juu yanamtaka bibi afike katika eneo la kikao, kwa sababu kuna project ambayo ilikuwa ni muhimu sana ambapo bibi anatakiwa kamalizi. Lakini bibi alikuwa anakumbuka kumbukumbu moja tu ya kwamba mtu ambaye atakiwa ampotezee maisha yake kwa wakati ule alitajiwa na kuambia huyo mtu anafahamika kwa jina la Kim Yong Chan. Basi upande wa pili kwa mkali huyo ambaye anafanyaga matukio wakati wote akiwa katika ile eneo. Sasa kitu ambacho kilikuwa ni cha ajabu na cha kushangaza sana, sura ambayo maskari walikuwa wakitafuta kwa muda mrefu zaidi ya muuaji ilikuwa ni vigumu sana kutambua, kwani muuaji huyo anaonekana alikuwa na akili na uwezo mmoja wa ziada sana. Wao kwa wakiendelea kuangalia picha ambayo ni kama ushahidi wa juu ya huyo mtu ambaye anafanya mauaji, lakini upande wa pili kuna mkali anaonekana ndo na sura ile na anadamu katika eneo lake la uso. Sasa cha kushangaza ni kwamba huyo jamaa ni face changer, yani yeye anabadilishaga zile sura alafu ndo anaenda kufanya matukio. Hii inawafanya maskali washinde kutambua mtu ambaye anafanyaga kizaza ni mtu aina gani. Kumbe ni huyu bwana mdogo hapa anafahamika kwa jina la Nohom, ila jina lake halisi anaitwa Kang Seong-ho. Asema ni lazima akisha namaliza maisha ya bibi, kwa sababu bibi amekuwa ni mtu ambaye anamkwamisha kwenye vile vitu ambavyo yeye anahitaji kuvifanya. Sasa tutakuja kupata habari zaidi kwa nini bwana mdogo anahitaji kumwangamiza bibi. Basi leo Fazausi alifika katika eneo la nyumba lake, na hapa alikuwa akidai maokoto, na hivyo alikuwa anamwambia bwana mdogo tu sasa ingekuwa ni vema kama angehakikisha anaweza kumlipa kwa wakati. Lakini pia mwenye nyumba alipata mshtuko baada ya kuona mikono ya mtu huyu kama inavyoashiria vya damu. Hata hivyo alikuwa anahitaji kuondoka, lakini bwana mdogo alimuita akidai ndani humu kuna koki moja haifanyi kazi, ingekuwa ni vema kama angeweza kukagua huyo, sina msaada naye. Basi moja kwa moja sini tutupa upande wa pili kwa madam Juku. Huyu mama kumbuka yeye alichokifanya ni kumpa nafasi kubwa sana binti ambaye ni kama amemwadapt tu, sio mtoto wake na ndo sio wa kampuni kwa sasa, kutokana na kwamba mama hali yake hajakaa sawa. Hii inamtengenezea hatari sana bibi. Sasa leo mwana mama alikuwa mpata nafasi akuongea na madam Ju. Asema siku zote imekuwa ni kama furaha kwa upande wangu, na kila kitu ambacho nakifanya ni kwa sababu tu ya kile ambacho naifanyaga mama, hivyo sidhani kama naweza nikakosa kutengeneza nafasi ya faraja tena katika upendo wa moyo wako. Hapa anakuja bwana mdogo ambaye ni kijana huyu mama ambaye anafanyaga kazi kama mtu ambaye anamsaidia tu kuandaa document, lakini kwamba mama hata mzingatii kwa wakati huu, kwani mama yeye akili yake kubwa sana iko kwa binti, na naamini binti ndio mtu pekee ambaye anaweza kaiongoza kampuni vyema. Pamoja na kwamba na watoto na ndugu, lakini nafasi ya usio yeye ameamua kumpatia bibi ambaye anafahamika kwa jina Azutoe. Basi zilikuwa ni story mbili tatu, lakini mkali ambaye anafahamika kwa jina la John Siogo
Aliomba tu nafasi ya kuweza kuondoka na bibie katika ile eneo, akidai ya kwamba kwa sasa anahitaji apate escort tu kwa sehemu ambayo anaenda. Basi bibie pasipokuwa na hiana aliweza kumchukua Mkali na kufunga naye safari, na Mwamba kwa wakati huo ndo alikuwa akiendesha gari. Lakini kumbuka na mawazo mazito sana, kwani hao misheni yao yote ni kuhakikisha tu anamwangusha bibie. Sasa wakiwa katika eneo moja la njiani, Mwamba alifanya kitu cha ajabu sana na kusababisha kitu ambacho kilikuwa ni kama mshtuko, na hii ilimkera sana secretary wa binti. Hivyo aliamua kushika usukani na kuendesha mwenyewe, pamoja na kwamba kwa sasa hali yake ilikuwa bomba sana kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokea. Basi nyuma wawili hao waliendelea kupiga story kati ya binti ambaye anafahamika kwa jina la Dodo na kijana wetu ambaye anafahamika kwa jina la John Sioku. Moja kwa moja mzigo unatusha sasa upande wa pili kwa Mkali. Hapa anakuwa anasoma tu na kupata hadithi ya nini ambacho bibi anakifanya. Sasa ni wakati sahihi wa kuhakikisha nitafuta nafasi ya kuweza kukutana na bibi. Hivyo kabla hajakutana na bibi alianza kupata mwongozo wa kwamba ratiba bibi imekaje na huwa nini ambacho anakifanya bibi. Basi moja kwa moja katika organization kubwa sana ya kampuni kubwa sana, kuna wafanyakazi walikuwa wakifanya michezo ya kucheza tu ndani ya ofisi kubwa sana, lakini kwa sasa anaingia CEO. Hivyo ni lazima wakisha wanajiweka sawa zaidi, kwa sababu bosi anapoingia kila kitu kinatakiwa kiwe sawa zaidi. Hizi habari anazipata Mkali kupitia padi yake moja maalum sana, yani yeye kila ambacho anakiwaza ndio kitu ambacho kinatokea upande wa pili juu ya maisha ya bibi. Ni nini ambacho anafanya na ni nini nafasi yake katika kampuni moja kubwa sana. Hiyo kampuni jina ndakupa hapo mbele zaidi. Basi bibi anapofika katika eneo la ofisi Tala Bintibu, anapata nafasi ya kufanya meeting ndogo na wafanyakazi wake ili kujua maendeleo ya kila ambacho kinafanyika katika ofisi, lakini pia alikuwa anahitaji kupata mwongozo tu kwa zile project ambazo zinaendelea katika eneo la ofisi. Wafanyakazi wake walijaribu kuripoti kile ambacho wanakiona na kile ambacho anakifanya katika ofisi, lakini wafanyakazi wake pia walikuwa ni watu wenye uchangamfu sana, japokuwa bibie kwa wakati huu alikuwa yupo katika muonekano na usili asi zaidi. Wao walikuwa wanajaribu kuleta masiara tu. Hivyo aliwapa kama onyo. Kuchukua muda aliweza kuingia secretary wake akumpa taarifa moja ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana. Hivyo bibie aliamua kutoka katika lile eneo na kuingia katika ofisi yake, na hapa aliweza kupatiwa ujumbe mmoja mzito sana na binti ambaye ni kama secretary wake, ya kwamba lazima awe makini, kwani kuna vitu anaona kama vijakaa sawa. Na hivyo madam alihitaji kutoka tu na kumwacha bibie katika eneo hilo akiwa ametulia. Tala Bintibu. Basi unaambia katika eneo moja kulikuwa na mabishano mazito zaidi kati ya bibi ambaye anafahamika kwa jina la Dodoe pamoja na binti ambaye anafahamika kwa jina la Kimsela. Huyu ni mtoto wa yule mama, lakini Mkali alikuwa ameweza kupiga simu kwa bibi akiomba appointment aweze kukutana na mama, kwani anasema na jambo la muhimu sana anahitaji kuongea na binti. Sasa upande huo kulikuwa na mabishano makali sana kati ya yule mtoto ambaye anafahamika kwa jina la Kimsela na binti ambaye anafahamika kwa jina la Dodoe, kwamba wanazidi kutambiana tu. Lakini Dodoe anaombea, kwa sasa wewe hauna nafasi yoyote ambayo unaweza kanifanya mimi niwe chini yako. Cha msingi unatakiwa ukae kwenye position yako na ujaribu kusikiliza ni nini ambacho nakwambia, kama utakuwa unahitaji kuendelea kufurahia maisha. Hasa mzigo unatulosha tena katika eneo lingine la pili. Huko tutakutana na Mwamba. Analia sana kwa sababu anajua tayari muda wake wa kurudisha kile ambacho alikuwa amekiomba umekaribia, na bila shaka Israeli anaingia katika ile eneo Tala Bintibu kwa ajili ya kuja kukamilisha tu kile ambacho kilikuwa ni kama makubaliano na huyu Mwamba. Basi wanaume baada ya kufika katika ile eneo alimkumbusha juu mkataba ambao walikuwa wamekubaliana, na ili mchanganya sana Mwamba, kwani anakumbuka miaka nyuma kidogo aliwahi kuweka makubaliano sahihi na huyu Mwamba ya kwamba anahitaji kila kitu kiweze kukaa sawa, na baada ya miaka 10 mwanaume anamwambia atarejea tu kwa ajili ya kumaliza kile ambacho kilikuwa ni kama makubaliano yao. Hivyo Mwamba alienjoy sana miaka yote na kuishi maisha ya furaha zaidi, lakini miaka 10 ilipofika aliweza kukutana na kizaazaa kizito zaidi, na hii ni kama story tu ambayo alikuwa anatusimulia Mwamba juu ya kile ambacho kilitokea kwa upande wake baada ya kumaliza ile miaka 10 ambayo alikuwa ametia sahihi ya makubaliano na Mkali. Lakini kwa wakati huu Mwamba alikuwa akilalamika sana na akidai kwamba kile kitu ambacho kilikuwa kimeandikwa akikuwa fair zaidi. Sasa upande wa pili kwa yule mfanyakazi wa Mkali ambaye anafahamika kwa jina la Guoni, huku alifuatwa na binti ambaye ni mfanyakazi mwenzake katika ile eneo, na hapa aliweza kumwambia kitu ambacho binti kilimshtua sana, ya kwamba Mkali kwa sasa anahangaika tu
kujua namna gani ataweza kumpata bibi ambaye anafahamika kwa jina la Dodoi, kwani inasemekana kuna kitu ambacho ni muhimu sana katika mwili wa binti ambaye anafahamika kwa jina la Dodoi. Sasa binti akiwa ametulia katika maeneo haya, taratibu mkali wa kuitwa Guwon anaingia hapa, na cha kwanza aliweza kuikata ile simu ya binti tayari kuchukua tension. Yeye anahitaji kutamba na muda akiwa na mtoto mzuri Tala Bintibu. Basi alimwambia bie kwa sasa hamna kitu chochote ambacho amekifuata chenye usamani zaidi isipokuwa anaomba atengeneze nafasi tu ya kurejesha kile ambacho ampoteza. Sasa bibi ajuza mtu ni nini ambacho anakitaka. Basi Tala Bintibu Mwamba alimkamatia mtoto namna hiyo, na hii ni namna tu ya kuwashika gale watoto ambao wanakuwa kubomba zaidi. Mama anaambia alikuwa ametulia Tala Bintibu, huku air contact au eye contact ikiwa inaendelea kutawala. Basi mwanaume alimtoa bibi katika lile eneo na anasema anahitaji kumpeleka sehemu moja ambayo ilikuwa ni special sana, lakini pia baada ya kuangalia katika eneo la mkono wa binti aligundua ile ishara ipo katika eneo la binti, na hapa aliweza kung'amua kitu kimoja tu, kwamba ili yeye aweze kuwa na nguvu lazima akae karibu na binti. Basi kwa wamba ambao walienda tofauti na yale makubaliano, wakiwa wanatamba wanaamini wamaliza kila kitu, wakiwa wanahitaji kutoka, mara ghafla mwanaume alifika tu, alafu alifanya ishara moja ndogo tu ya kuonesha kwa sasa anahitaji kuchukua kile ambacho kilikuwa ni cha kwake. Yaani alimtupia kimbola mwamba na Tala Bintibu Mwamba alienda chini. Sasa inamaanisha ya kwamba ili mwanaume aweze kufanikisha mambo yake ni lazima awe karibu na binti. Wanasema ni my demon ya the choose, ni wana ile nafsi iliweza kupoteza maisha katika jumba moja kubwa sana ambalo limbebaga saa. Bibi ajabu kuuliza juu ya kile ambacho kimetokea, lakini mkali alikuwa anajibu. Anadai ya kwamba anahitaji afike katika eneo moja, ana kitu cha msingi sana ambacho anahitaji kwenda kumuelewesha bibi. Basi unaambia baada ya kufika katika ile eneo kulikuwa na utulivu mkubwa sana, na bibi alikuwa anajishauri tu pasipo kujua ni nini ambacho mwanaume anakihitaji kwa upande wake. Basi Tala Bintibu Mwamba ambaye bibi ingekuwa ni vema kama angeweza kushuka ndani ya gari ili mwanaume aweze kukamilisha kile ambacho anaamini kitakuwa sawa kwa upande wake zaidi. Basi bibi pamoja na kwamba alikuwa ni mtu ambaye anaonekana na furaha na ana mashaka zaidi, aliweza kutoka kumsikiliza mkali wa kuitwa Guwon hili aweze kutambua ni nini ambacho Mwamba anahitaji kumwambia kwa wakati huu. Basi Tala Bintibu Mwamba alianza kutengeneza vitu fulani ambavyo vilikuwa vinamweka bibi katika hali ya tofauti zaidi. Yaani alianza kutambua weakness ya bibi tu pindi ambapo anamshika, na akawa anamsogelea kimaaba namna hiyo, akiwa anaonesha kuna kitu anakitaka kwa bibi. Lakini cha ajabu aliweza kumshika bibi na kuingia ndani katika eneo la maji. Hapa anacholazimisha ni kwamba anataka ile eneo alama ya msalaba itoke katika mwili wa bibi na iweze kuingia katika mwili wake, ambacho hicho kitu ni cha tofauti zaidi. Sasa unafikiri ni nini ambacho kitajiri katika sehemu safi ya 5 ambayo inafuata mzigo bomba sana wa Demon ya the Chosen One? Hii ni katika episode ya 4 tu. Tukutane katika episode ya 5 kugundua hatima ya mkali Guwon na binti ambaye anafahamika kwa jina la Dodoi. Je, Mwamba atafanikisha kurejesha nguvu yake kwa kile ambacho anafanya au kutakuwa na tofauti zaidi? Hebu tusonge mbele kabisa na sehemu safi ya 5 ya mzigo bomba sana hapa. Chao.